अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون इस आयत का तर्जुमा ये है कि वो लोग जो अपने अमवाल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर Khalifa mtukufu ayyadahullahu taala Ibn Said Aziz anasema kwamba tafsiri ya aya hii ni kama hivi: wale wanatoa mali zao katika njia ya Mwenyezi Mungu kisha hawafuatishii walioyatoa masimbulizi wala udhia, wao wana ujira wao kwa Mola wao, wala haitakuwa haufu juu yao. Wala ya hii ni nani anayeweza kuelewa zaidi kuliko wafuasi wa Sinamu alayhi salatu wassalam? Wafuasi wa Sinamu alayhi salam ambao wanatoa mali katika njia ya Mwenyezi Mungu na wanakuwa na hamu ya kutoa mali katika njia ya Mwenyezi Mungu, ikiwa hawawezi kutoa sawa na hamu yao, wanakosa utulivu, hawapati utulivu. Hii ndiyo ni hali ya wanajumuiya wa zamani na wanajumuiya wapya. Jana familia moja kutoka Arabuni ilikuja kukutana nami. Wote ni wasomi sana, mke na mume wamefanya PhD, na mashallah watoto pia ni wanajumuiya wazuri, wana tabia nzuri na wanapenda dini sana. Pamoja na hii kwamba bado wale watoto ni vijana, lakini wao wanapenda sana jumuiya na wanashauku sana ya imani. Mtoto mmoja bado ameingia katika ujana wake, lakini yeye anapenda sana dini. Umri wake ni miaka 12 au 13. Familia hii ilijiunga na jumuiya miezi michache iliyopita,
सके। siku hizi kwa sababu ya hali ya dunia uchumi si mzuri, kwa hivyo hawana kazi. तालीम हासिल करने baada ya kupata masomo hawakupata kazi na गुजारा कर रहे हैं। wanaishi kwa shida, hata wamechukua mkopo kwa jamaa zao kwa ajili ya kuishi. ना mke wa familia hii ambaye ni mama wa familia, बीमार थी, yeye alisema kwa huzuni sana लगी kwamba mimi sina utulivu, kwamba kwa sababu ya kutokuwa na kazi sisi hatuwezi kutoa mchango vizuri. Nilimfahamisha समझाया kwamba sawa na hali yenu, हालात तुम yoyote mnayotoa au mnayoweza kutoa ni inatosha kwa ajili yenu. लेकिन बार बार Lakini alikuwa anasema mara kwa mara kwamba mimi sitaki kubaki nyuma katika पीछे नहीं रख सकते। kutoa mali katika njia ya Mwenyezi Mungu, ilhali walifanya bayat miezi michache iliyopita, lakini walikosa utulivu kwa sababu hawana kitu cha kutoa. जो बैत करने के बाद हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को Hii ndiyo मानने ni hali inayopatikana baada ya kujiunga na jumuiya katika wafuasi wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, एहसान wakijitolea kitu chochote, hawafanyi ihsani hata kidogo. Hata wao wanakosa utulivu kwa sababu ya kutokuwa na uwezo wa kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, au hawatoi sawa na kiwango kilichopangwa. फिर बाज़ दफ़ा Kisha baadhi wakati dhidi ya wanajumuiya kadhaa ताज़ीरी कार्रवाई होती है। inatolewa adhabu na wanaambiwa kwamba hatutapokea mchango wenu, na kwa sababu ya hii, kwa kosa utulivu, watu wananiandikia kwamba unaweza kutupatia adhabu ingine, lakini usitupatie adhabu hii, kwamba haturuhusiwi kutoa mchango. Sisi tunaomba msamaha जिस कसूर की वजह से सजा है, na sisi दावा करने tutajirekebisha hali zetu, अपनी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, lakini लेकिन ikiwa unataka kutuadhibu, tafadhali तो फिर खुदा के usitupatie adhabu hii ya kukubali mchango wetu, kwa sababu hii ndiyo ni imani yetu. जमात हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Hii ndiyo ni jumuiya ambayo alitayarisha Sayyidina alayhi salatu wassalam, जिसे माली कुर्बानी कर jumuiya ambayo inapata raha kwa sababu ya kujitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu, na wao दिल बेचैन हो जाता wanaposimamishwa katika है। आज रुए ज़मीन kujitolea wanakosa utulivu. Katika dunia hii hakuna jumuiya ingine yoyote ambayo ina imani ya aina hii. Wapinzani wa jumuiya wana madai बहुत करते हैं, ya aina mbalimbali, lakini wao wenyewe katika hutuba zao wanapowahutubia wafuasi wao, ये सुनने में अक्सर आया है, आता है wao wanasema kwamba नहीं, ये मिर्ज़ाई जो हमें hawa makadhiani na mirzai kwa ajili ya kutekeleza malengo yao wanajitolea sana, na nyinyi kwa sababu ya ujenzi wa misikiti au kwa sababu ya kazi fulani hamtoi na hamzingatii kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. और ये इजहार इन Na maulamaa wasiokuwa wana jumuiya, हमें सिर्फ hali yao hii haionekani katika Pakistan ndia tu, bali katika बल्कि nchi za Afrika pia ambapo Waislamu ni wengi, hali hii inapatikana. और फिर जब कुछ Na hata kama wao wakitoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, baada ya kutoa wanajisifu kama angalia, kwa ajili ya msikiti fulani nimetoa fedha kiasi fulani, au kwa ajili ya huduma fulani nimetoa fedha kiasi fulani. Kisha जिन कमेटियों को देते wakitoa हैं को देते हैं बाज़ दफ़ा mchango उनमें इस वजह से लड़ाई हो जाती है wakimpatia kamati yoyote, baadaye wanaanza kujadili kwamba sisi tulitoa kiasi hiki lakini haikutumika kama ipasavyo na matumizi hayakufanywa vizuri. Hii pia ni fadhili za Mwenyezi Mungu juu ya jumuiya, kwamba katika fedha ya jumuiya Mwenyezi Mungu अल्लाह ताला ameweka baraka ambayo haionekani kwao. Hivi karibuni जब मैंने wakati nilipofungua Jamia Ahmadiyya ya Germany, अखबारी नुमाइंदे ने
kule mwandishi wa habari moja kutoka Pakistan मुझसे पूछा yeye aliniuliza kwamba je, umechukua msaada wote kwa ajili ya ujenzi wa Jamia Ahmadiyya? Nilimwambia kwamba kazi zetu zote zinafanywa kwa mchango wa wanajumuiya, na Jamia Ahmadiyya pia imejengwa kwa michango ya wanajumuiya, na matumizi yaliyotumika juu ya अगर कोई हुकूमती इदारा ghorofa hii ingejengwa na serikali au ingejengwa na idara ingine, wao wangetumia hela zaidi kuliko sisi, अल्लाह ताला ने kwa sababu Mwenyezi Mungu ameweka baraka katika fedha ya jumuiya, na katika fedha ndogo kazi kubwa inafanywa. बस जिस नेक नीयत से Hazur anasema kwa nia safi, kadiri ya nia safi wanajumuiya wanatoa mchango, Mwenyezi Mungu anaweka baraka sawa na nia yao. Hapa pia Hazur anasema nieleze jambo hili pia kwamba चंदा देकर अफराद जमात wanajumuiya baada ya kutoa mchango hawaulizi wala hawasemi kwamba wamefanya ihsani, lakini wanautumia michango hii. Wasimamizi wao wanatakiwa wawe waangalifu sana katika matumizi ya michango, na wanatakiwa wawe waangalifu katika matumizi. इस्लाम की Kwa sababu ya baraka ya Sinama alayhi salatu wasalam tunaona kwamba Mwenyezi Mungu anaendelea kupata baraka, na inshallah tutaendelea kuona katika siku za usoni pia baraka hii. Lakini tunatakiwa tuzingatie fikira hii ya Sinama alayhi salatu wassalam aliposema kwamba mimi sina wasiwasi kwamba fedha itapatikanaje, lakini nina wasiwasi isije wasimamizi wasipate tamaa ya dunia na wasiwe na दर्द न रहे wasiwe na अल्लाह ताला का haofu kuhusu matumizi. फवाल के खर्च करने का Hazur anasema katika jumuiya kuna nidhamu na inafanywa uangalifu na inafanywa करने वालों को uchunguzi. Ikiwa upande mmoja wasimamizi wanatakiwa wawe waangalifu katika matumizi, pamoja na hiyo wanatakiwa kwa kufanya istighfar, waombe msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu. बढ़ती है जमात के अमवाल में वसूल पैदा होती है तो जहाँ Mali ya fedha ya jumuiya inapoongezeka, upande mmoja maadui wanaleta uadui dhidi ya jumuiya, na nyingine kwa kupitia wanafiki wanataka kutia wasiwasi na shaka ndani ya wanajumuiya, ingawa wao hawapati ufaulu. Katika hali hii tunatakiwa tufanye istighfar na tufanye maombi pia. Mwenyezi Mungu atulinde katika shari zao, के जो जमात पर फजल हैं जो हर आन na msaada huu wa Mwenyezi Mungu unaoonekana. वो उस वक्त तक हम Tutaendelea kuona msaada huu तक हम अल्लाह ताला wakati tutakapoendelea kuboresha uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu. कोशिश करते रहें Hazur anasema mimi sina wasiwasi hata siku moja kwamba kwa ajili ya kazi fulani hela itapatikanaje au namna gani ile kazi itakamilika, na kila wakati Mwenyezi Mungu anafanya mpango kwa ajili ya ile mpango. अल्लाह हम के दिल में डाल Namna gani Mwenyezi Mungu anatia katika mioyo ya watu wanajumuiya, na namna gani wanatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Madhumuni hii pia ni aina yake. खुदा ताला की Kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wanajumuiya wanapotakiwa watoe katika njia ya Mwenyezi Mungu, wanajumuiya wanatoa mali kwa भूखे रहना गवारा kupunguza chakula chao. Wanakuwa tayari kuwa na njaa, lakini hawakatai kutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo ni sifa ya jumuiya za manabii wa Mwenyezi Mungu ambao wanakuwa tayari kwa ajili ya kujitolea. और करते हैं Kisha baada ya kujitolea wanasema sisi hatukufanya kitu chochote, bali wao wanaona ni ihsani ya Mwenyezi Mungu na ni ihsani ya jumuiya iliyopokea michango yetu. Kama कहा कि जब चंदा लेने nilivyosema kwamba wanajumuiya wengine wanapopigwa marufuku michango yao बेचैन kama haipokelewi, wao wanaomba kwamba michango yao ipokelewe, हैं na wanasema kwamba itakuwa ihsani ya jumuiya ikiwa michango yetu itakubaliwa kutoka kwetu.
wanajumuiya wapya pia wanapoelewa nidhamu ya jumuiya, wanaopata अच्छे तौर पर होती malezi mazuri, वो मौलिक wao pia wanapiga hatua katika kutoa michango katika njia ya Mwenyezi Mungu. बाज दफा Baadhi wakati के हुकूमतों ने michango ambayo si michango ya lazima, malengo inayowekwa na wanajumuiya, baadhi wakati matajiri wenyewe wanasema kwamba sisi tutatoa ule upungufu unapatikana katika michango. Wao hawalazimishwi, bali sauti inakuja katika mioyo yao kwamba wanatakiwa watimize malengo yao na upungufu usipatikane katika malengo. ऐलान की आवाज Wao wanafanya hivi kwa sababu wanasikia sauti hii ya Mwenyezi Mungu, wala khawfun alaihim wala hum yahzanun, yani wao hawana hofu wala hawahuzuniki, yani wao wanakuwa na yakini यकीन katika maisha ya akhira, na kwa ajili ya hii wanajitolea. बस जब उनके ऐसे Na wao wanapofanya vitendo vya aina hii, basi katika hali hii wanapata bishara kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na wao kwa kufanya hivi wanaboresha kesho yao, akhira yao, इसकी इंतहा na watapata maisha haya ya akhira baada ya kuaga dunia hii. Lakini Mwenyezi Mungu hasemi kwamba watapata maisha ya aina hii katika akhira tu, bali katika dunia hii pia Mwenyezi Mungu anawapatia maisha ya aina hii, na katika dunia hii pia Mwenyezi Mungu anawajalia ujira sana. Katika hadithi moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba Mwenyezi Mungu anasema, ewe mwana wa Adamu, endelea kutumia, nitaendelea kukupatia. तो अल्लाह ताला की अताएं Baraka za Mwenyezi Mungu, neema za Mwenyezi Mungu ni kwa ajili ya kila mtu, lakini yule ambaye anatumia kwa ajili ya dini yake, Mwenyezi Mungu atampatia neema zake chungu mzima. बस अल्लाह ताला Basi Mwenyezi Mungu habaki na mkopo. बशर्ते के नेक नियति से Yeyote anayetoa kwa nia safi, kwa imani safi, Mwenyezi Mungu anampatia ujira wake. Sasa hivi nitaeleza matukio mbalimbali yanayoeleza kwamba katika kila kona ya dunia अल्लाह ताला ने Mwenyezi Mungu खास जज्बा ameweka imani ya aina fulani katika mioyo ya wanajumuiya kwa ajili ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, बढ़ाने के लिए उन्हें कुछ na kwa ajili ya kuongeza imani yao wanapojitolea, Mwenyezi Mungu anawapatia neema zake na baraka zake. एक नई कायम होने Sikilizeni jumuiya mpya ya Afrika, hali yao ikoje? Na tukio hili halionyeshi imani yao ya kutoa tu, bali inaonyesha imani ya kupenda uhalifa. Niger, kutoka Niger, mbashiri wa kule anaandika kwamba mwaka huu wakati wa jalsa salana ya Uingereza, katika kikao cha wabashiri, उनको कहा था कि अफ्रीका के वो लगे इनको मुखातिब करके कि अफ्रीका में wabashiri waliambiwa kwamba katika Afrika bado kuna nafasi ya kuongeza idadi watoaji wa mchango. Kuhusu hii, baada ya kurudi kule, alipozungumza na wanajumuiya wa kule wa Niger katika Barnikoni, jumuiya ya Barnikoni ilipopewa ujumbe huu kwamba halifa mtukufu amesema wa idadi watoaji iongezwe, तो उन्होंने फौरन wao wakaitikia mara moja बैक कहते हुए na wakaongeza michango yao. बढ़ाया। Walipoambiwa उनको जब ये कहा kwamba wale ambao hawatoi wanatakiwa wao pia watoe, na athari yake ilionekana, na तो कहते हैं चुनाचे बर्नी रीजन kwa hiyo jumuiya ya Barnikoni wa mkoa kwa kuitikia sauti yako, जहाँ ikiwa mwaka jana देहाती जमातें हैं jumuiya kule, Hazur anasema ni vijijini, hawana fedha, wanatoa katika sura जहाँ ya 16 बोरियां गुजशत mavuno. Mwaka jana walitoa gunia 16, na mwaka huu katika kijiji kadogo ambapo ni wanajumuiya labda ni 50 wa 100, wao walitoa gunia 52, na vile vile wale wanaofanya kibarua mwaka huu walitoa mchango mara 2 zaidi kuliko mwaka jana.
kisha amir sahib niger anaandika कि जमात kwamba jamaat gadan baraun बराऊ tulipata ujumbe पैगाम आया, kwamba njooni na chukueni gunia ya michango. कहते हैं हम लोग गाड़ी Anasema sisi लेकर वापस आ tulipakia katika gari na sisi tulikuwa tunarudi, na ilikuwa usiku saa 4. Njiani kulikuwa kijiji kingine kiitwacho Dagawa, na tukakuta pale khudam kadhaa walikuwa nasimama, na ilikuwa saa 4 usiku, na wao wakasimamisha gari letu na wakasema, sisi tunasubiri hapa kwa amri ya sadr sahab lajna tangu jioni. आपके इस रास्ते से गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। Sadr sahab mwenyekiti wa lajna लजना इस गांव को yeye उन्होंने चंदे के लिए alikusanya किया तो mavuno kwa ajili ya mchango, चंदा kwa sababu kina mama wanataka kutoa mchango wao kando kuliko wanaume. चुनाचे Yani walifanya juhudi na walikusanya mchango अपने तौर पर मेहनत की, na walikusanya mavuno, अनाज इकट्ठा किया। na wale khudam walikuwa pale kwa ajili ya kutoa ile gunia wale mavuno. गरीब जमात Huzur anasema ni jumuiya ndogo sana, lakini wao walionyesha imani ya aina gani. Hii ndio ni mfano mzuri. से Toka Benin, Mbalig Bashiri wa Alada anasema kwamba जमात jumuiya ya Soyo ilijiunga na jumuiya mwaka jana, na zamani walikuwa washirikina, na baada ya kujiunga na jumuiya walianza kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu mmoja. से जब वक्फे का चंदा Tulipoenda kule kwa ajili ya kupokea mchango wa wakfe jadid, 450 फ्रांक familia moja ilitupatia mchango 450, na hawakufikiria watakula nini wakati wa mchana, kwa sababu kulikuwa hakuna kitu chochote nyumbani. Huyu bana anaandisha pikipiki अपना मोटरसाइकिल ya abiria, na baada ya kutoa mchango alitoka nje ili afanye kazi yake, na alikopesha kwa ajili ya kutia mafuta katika pikipiki. मजीद Yule bana kesho yake akaleta tena mchango 1000 franc, na akasema angali Bashiri, angali ya Mwenyezi Mungu alinijalia namna gani kwamba jana nilikopesha kwa ajili ya kutia mafuta katika pikipiki yangu, na Mwenyezi Mungu alinipatia abiria kiasi hiki kwamba nimepata franc 2000, लेकर घर आए, na nusu mimi natoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. कर्जे उतार के Baada ya kutoa mkopo kiasi hiki, hela ilibaki. Amir sa Burkina Faso anasema kwamba mwanajumuiya mpya wa Bobo region Said Saheb anasema kwamba yeye kwa sababu ya dhiki ya mali hakuweza kutoa michango ya miezi mitatu, na katika hali hii aliibiwa pia, na mtoto wake mmoja pia alipata maradhi na alipelekwa sehemu mbalimbali, lakini hakupona. Anasema siku moja ख्वाब में मैंने katika ndoto niliona Halifatul Masih, yani Zuri anasema aliniona mimi देखा, उन्होंने kwamba yeye amekuja na ananiambia kwamba कहने लगे tangu miezi kadhaa hukutoa mchango wako. Katika ndoto nikasema kwamba katika inshallah siku 20 nilitoa, na kwa kufanya juhudi katika siku 20 alitoa michango yake. Tangu siku ile mtoto wangu alipona, na si kwamba alipona tu, bali alipata kazi pia nzuri zaidi kuliko zamani. Na kisha kwa baraka ya ile mchango Mwenyezi Mungu alinipatia baraka hii kwamba nilinunua pikipiki mpya, na hii yote उसी माली कुर्बानी की थी। ili baraka ilipatikana kwa sababu ya ile michango niliyotoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Hazur anasema hivi Mwenyezi Mungu anaimarisha imani ya wanajumuiya wapya. Bashiri wa Burkina Faso kutoka Vidhuku anasema kwamba katika mkoa huu kuna kijiji Ndoki Badala. डाला Mwenyekiti wa jumuiya hii anaitwa Dialu Sita Saheb. Yeye anasema kwamba wao ni wakulima. Kabla ya kujiunga na jumuiya walikuwa wakilima, lakini walikuwa hawapati mavuno kama wanapata baada ya kujiunga na jumuiya. Anasema sababu yake ni moja tu, kwamba sisi tunatoa michango tangu tumeingia katika jumuiya na tumeanza kutoa michango, basi hali yetu imebadilika kabisa. Na tangu tumeanza kutoa michango Mwenyezi Mungu ameweka baraka sana katika mavuno kiasi hiki kwamba hatukuwahi kuona zamani.
kwa sababu ya michango Mwenyezi Mungu aliweka baraka kiasi hiki kwamba zamani tulikuwa tukitoa gunia 2 lakini mwaka huu tumetoa gunia 7. Huzuri anasema mashehe washika wanajumuia anasema kwamba wanajumuia wanawapatia hela kule Afrika ili watu wajiunge na jumuia. Huzuri anasema angalieni jumuia itatoa nini, bali wao wenyewe wanatoa michango baada ya kujiunga na jumuia. Amir Sahib Mali anasema kwamba Abdul Qadir Sahib mwalimu wetu alisema jumuia Sinitiga, katika jumuia hii wanawake wanajumuia na wanajumuia wanaume wanapanda mimea kwa ajili ya kutoa michango katika shamba. Pamoja na mimea yao wanapanda mimea kando kwa ajili ya kutoa michango, yani wanawake kwa upande wao na wanaume kwa upande wao, ili watoe mavuno yote katika mchango. Mwaka 2012 tulipoenda kwa ajili ya kukusanya mchango, wanaume na wanawake walitoa michango, na tulipohesabu magunia ya wanaume yalikuwa zaidi, na tulipokuwa tukipakia magunia haya katika gari, wanawake wakasema kwamba subirini kidogo msiende. Wakarudi katika nyumbani kwao na wakakusanya gunia 2 zaidi, na walikuwa hawataki kwamba wabaki nyuma kuliko wanaume. Kwa hivyo wakakusanya mavuno zaidi kuliko wanaume kwa ajili ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Amir Sahib Mali anaandika kwamba mwanajumuiya mpya mmoja Saidi Trawle Saheb ambaye alijiunga na jumuiya miezi 6-7 iliyopita, na alitoa franc 10,000 mchango, na mwalimu wetu alipoenda tena kwake, yeye akasema kwamba kabla ya kujiunga na jumuiya na kabla ya kutoa mchango, yeye na mke wake na watoto wake walikuwa wakiumwa, na tulikuwa tukitoa hela kubwa sana kwa ajili ya matibabu. Tangu tumeanza kutoa michango, tangu siku ile mimi na mke wangu na watoto wote wamepona na hawapati maradhi sana, na matumizi juu ya matibabu yamepungua sana, na hii yote ni kwa sababu ya haraka ya mchango. Amir Sahib wa Uganda anasema kwamba katika Uganda wanajumuiya wanaendelea kuongeza michango yao. Bwana mmoja aitwaye Suleiman Mugabi Saheb ni mwenyeji wa Mbale, yeye anatoa michango sana. Yeye katika sehemu ya wanajumuiya wapya alijenga misikiti 2, na kwa ajili ya jenga sehemu fulani ya shule alitoa milioni 50. Manzoni aliambiwa kwa ajili ya ujenzi wa misikiti. Yeye mwenyewe anasema kwamba tangu nimeanza kutoa michango mimi sijui Mwenyezi Mungu ananipatia kutoka wapi. Amir Sahib Gambia anaandika kwamba Abdullah Al-Haj Saheb ni mwanajumuiya ambaye aliwahi kutoa mchango wake. Alishatoa mchango wake, alipokumbushwa tena akatoa tena mchango. Baadaye alipokumbuka kwamba ametoa mchango mara 2, akasema kwa furaha sana kwamba huu ni mpango wa halifa, kasi chote nikitoa zaidi ni kidogo. Mkoa Lio Bashiri wa kule wa Burkina Faso anasema kwamba tarehe 10 wa 2012 mzee mmoja alikuja Mission House na akasema kwamba kila siku anasikia Radio Ahmadiyya, na nyumbani kwangu ni radio station hii tu ambayo inasikilizwa. Kadiri jumuiya inatoa huduma ya jumuiya kwa kupitia radio station, siwezi kueleza. Mimi siwezi kufanya zaidi isipokuwa nataka kutoa fedha kiasi fulani kwa ajili yake. Akatoa franc 100,000 ambayo ni hela kubwa sana kwa ajili ya wakulima. Yule bana ambaye si wanajumuiya alipofahamishwa kuhusu nidhamu ya jumuiya kuhusu mchango, na yeye alipopewa risiti ya mchango wake, yeye kwa kuona hii akasema kwamba mimi natoa kwa sababu nyinyi mnafanya mahubiri ya Islam. Na baadaye alipofahamishwa kuhusu nidhamu ya jumuiya na alipopewa risiti akasema nimeshajua
ukweli wa jumuiya, nimeshawahi kutoa michango mara kwa mara sehemu mbalimbali, lakini nidhamu hii ya mchango sijawahi kuona sehemu yoyote. Bwana Zakaria, mwalimu wa Benin, anasema kwamba Garba Ibrahim Saheb, mke wake alikuwa mjamzito, lakini walikuwa hawaelewani, na alijifungua kule kule na alipewa mtoto wa kiume. Garba Ibrahim Saheb alifanya juhudi sana ili apate mtoto. Alifanya kesi na mahakamani, alienda miaka na miaka, lakini hakufaulu na hakueleza hali yake hii kwa mtu yeyote. Lakini mwaka huu aliposhindwa kesi, alimwambia mwalimu hali yake yote na akamwambia afanye maombi. Na siku ile ilikuwa msimu wa wakfe jadid, mchango wa wakfe jadid. Mwalimu akasini kamwambia kwamba sisi tuna imani kwamba kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu anarekebisha mambo yote. Wewe ni mwanajumuiya wa zamani lakini hutoi mchango, kwa hiyo unatakiwa utoe mchango ili Mwenyezi Mungu arekebishe hali yako. Kwa hiyo akatoa 2,000 franc ya mchango. Mwalimu anasema kwamba siku 3 iliyopita huyu bana alinipigia simu kwamba Mwenyezi Mungu amenionyesha baraka ya mchango. Mwenyezi Mungu amenipatia mwanangu. Baba mkwe alikuja mwenyewe kuniletea mtoto wangu kwa kusema kwamba angalia, huyu ni mtoto wako, wewe mwenyewe umwangalie. Na zamani anasema nilikuwa tayari kutoa matumizi kwa ajili ya kumwangalia yule mtoto. Kutoka Tanzania, Bwana Hassan Taufik Saheb anasema kwamba zamani alikuwa akitoa mchango kidogo. Mbashiri wa jumuiya alimkumbusha kuhusu mchango na alimkaribisha nyumbani kwa ajili ya chakula na alimfahamisha kuhusu baraka za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alileta baraka zake, na sasa anasema kwamba alianza kutoa mchango kwa mfululizo na aliendelea kuongeza mchango. Na anasema mwanzoni nilikuwa sina property, sasa kwa fadhili za Mwenyezi Mungu mimi nimejiunga na nidhamu ya wasia, na kwa sababu baraka za michango nimeweka kiwanda cha kutoa mafuta na nimejenga nyumba yangu pia, na katika Dodoma nimenunua ploti 3 pia, na katika familia yangu watoto wanaosoma na wasaidia, na mimi mwenyewe pia kwa kujitegemea nafanya PhD. Na hii yote ni kwa sababu ya baraka ya Mwenyezi Mungu na kwa sababu ya baraka za michango. Kutoka India kuna mwanajumuiya mmoja wa Calicut, yeye anatoa mchango wa wakfu jadid 2,201,000, na yeye anatoa michango yake yote zaidi ya uwezo wake kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu. Na anasema kwamba mimi nikishiriki katika michango sana, Mwenyezi Mungu ataweka baraka katika biashara yangu. Mwisho wa mwaka katibu wa wakfu jadid alipomwendea kwa ajili ya kuchukua mchango wake wa wakfu jadid, akasema kwamba fanyia maombi kwa ajili yangu kwa sababu katika kaunti yangu sina hela na siku chache imebaki katika mwaka wa wakfu jadid. Yule bana akamkatia cheki yule katibu wa fedha. Mwenyezi Mungu alimfadhili na alipata fedha na akatoa mchango wake wote wa wakfu jadid. Kutoka Kerala, Bwana Rahman Saheb ambaye amejiunga na nizamu ya wasia, katibu wa fedha anasema nimemuona huyu bwana kwamba kwa ajili ya kila mchango ameweka debe mbalimbali. Debe moja alifungua mbele yangu, kisha akamwambia mkewe kwamba fungua, lete parsi yako, na kwa kutoa fedha katika parsi yake, baada ya kutoa mchango akatoa 175,000 zaidi. Na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu mpaka leo ametoa wakfu jadid 780,000. Azur anasema kule India sasa watu wameanza kuzingatia zaidi mchango kuhusu zamani. Bana Iqbal Sahib Kandori, katibu wa wakfu jadid kutoka Andhra Pradesh, anaandika Jumuiya Ahmadiyya Jatcharla, kuna mwanajumuiya kule mmoja umri wake ni miaka 25, lakini kwa fadhili za Mwenyezi Mungu yeye anatoa michango zaidi kushinda wanajumuiya wote kutoka kule Andhra. Alisema atatoa 66,000 mchango wa wakfu jadid, lakini hakuweza kutimiza ahadi yake, na kwa sababu ya hii yule bana aliona
fedheha sana, alijiona fedheha sana, नहीं आमद तो बहरहाल na kwa sababu hakupata mavuno चंद दोस्तों ने vizuri, तक सलाह दी na watu wakamwambia kwamba uandike barua ili mchango wako usamehewe, हमें इस कदर जज्बाती हैं lakini akasema kwamba nimeahidi kwa ajili ya jumuiya ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu atatimiza ahadi yangu. Kisha katika mwaka 2012 nilipoenda kule kwa ajili ya mchango, में इजाफा के साथ yeye akasema atatoa 77,000 mchango wake, na hata wakati huo pia hali yake ilikuwa si nzuri. Na katika mwezi wa Mei nilipokwenda kule, nilipoenda kwa ajili ya kupokea mchango, 24,000 रुपए akatoa mchango wa mwaka jana, na mwaka huu hata alitoa 2,000 zaidi kuliko michango yake, अलग चंदे na akasema kwamba ni baraka ya mchango na ni maombi ya halifa kwamba Mwenyezi Mungu alinisaidia, kwa hiyo natoa michango ya miaka miwili mara moja. Kisha kutoka इंडिया से ही bara la Hindi, katibu wa Wakfe Jadid Nasar Saheb anasema, सब लिखते हैं wakati nilipoenda kutembelea jumuiya kwa ajili ya kukusanya mchango wa Wakfe Jadid katika mkoa wa Tamil Nadu, nilipoenda kwa ajili ya kutengeneza bajeti, नाज़िम साहब माल Nazim Wakfe Jadid alikuwa pamoja nami. दोपहर के खाने का इंतजाम Chakula cha mchana tulikula katika nyumba ya mwanajumuiya mmoja ambaye ni mwanajumuiya mzuri. जो सहमति हैं उनका 2011 Mchango wake wa Wakfe Jadid wa 2011 ilikuwa 1,60,000, साल के आखिर में na kwa ajili ya kutimiza ahadi yake hii alipata shida sana, na kwa shida sana alitimiza ahadi yake. Mwaka huu अपनी खुशी से amesema atatoa 550,000. डर पैदा हुआ मुझे Kwa kuona hii nilishangaa kwamba mwaka jana alitoa ahadi yake kwa shida sana, na mwaka huu namna gani atatoa 550,000. Na kwa sababu Nazim Sahib alikuwa pamoja nami, nikaandika ahadi yake, nilikuwa sina njia nyingine. Baada ya chakula, kwa kufanya maombi, tukaondoka हम लोग na tulienda katika nyumba nyingine kwa ajili ya maombi. Baada ya nusu saa, घंटे के बाद mimi pamoja na Nazim Sahib Maal katika gari la Sadr Sahib tulifika karibu na misikiti, na baada tulikuwa tumekaa katika gari ya Sadr Sahib, हुए थे Bwana Suleiman Sahib akaja na akatupatia mfuko wa plastiki, और कहने लगे na akasema baada ya chakula inatakiwa tamu pia iliwe. Inspector Sahib, katibu wa fedha, anasema kwamba कहा कि kwamba नाज़िम साहब माल जो हैं Nazim Sahib Wakfe Jadid ana maradhi ya sukari, kwa hiyo hata kula tamu, kwa hiyo mimi nitakula. नाज़िम साहब Nazim Sahib alikuwa karibu kunipatia mfuko. तो Yule bana साहब कहने लगे aliyetoa उन्हें चंदा का वादा था ule mfuko akasema kwamba कि Maulvi Saheb, मौलवी साहब देख कर kwanza uangalie mfuko huu na ufanye maombi, kisha umpatie katibu wa fedha. खोला Maulvi Saheb alipofungua ule mfuko hakuweza kusema hata neno moja. दोबारा कहते हैं Katibu fedha anasema nilipomuuliza tena Nazim Saheb, lakini hakusema kitu chochote, alikaa kimya. Baadaye कहते हैं alinipatia ule mfuko. Nilipoangalia ndani ya mfuko, ndani yake ilikuwa 550,000 rupiah, na mimi nilianza kulia na nikaanza kufanya maombi kwa ajili yake kwamba namna gani Mwenyezi Mungu alifanya mpango kwa ajili yake na alitoa mchango wake. Mwenyekiti wa Brampton Canada anasema kwamba कि एक दोस्त जो bwana mmoja aliyekuja kutoka Marekani, yeye aliomba asylum kule Canada na kesi yake ilikuwa ngumu sana. Alikusanya $5,000 kwa ajili ya kutuma mama yake Germany. Alipokumbushwa kuhusu mchango, akatoa ile 5,000 aliyokusanya kwa ajili ya kutuma mama yake Germany. Hata yoyote alikuwa nayo zaidi akatoa, खुदा ताला ने इसको na Mwenyezi Mungu इनको फजलों से नवाजा alimpatia baraka zake kwamba kesi yake ilikubaliwa bila shida yoyote. Hata mama yake pia baada ya wiki moja alienda Germany. Amir Sahib kutoka Norway anasema kwamba siku moja jumuiya ya kule ilikumbushwa kuhusu ujenzi wa misikiti wa Baitul Nasr. Baada ya muda kidogo, wakati wa theluji, bana Abdurrahim Ahmadi Sahib akaja मेहंदी साहब मरहूम na akasema kwamba और दरख्वास्त की ana 70,000 crores
na anataka kutoa kwa ajili ya ujenzi wa misikiti. इस तरह Hazur anasema kwamba hivi baadhi watu wanatoa mchango bila kuwa na wasiwasi yoyote na bila kujali kitu chochote, na kwa sababu anajua kwamba yoyote yanayotolewa kwa nia safi itakubaliwa na Mwenyezi Mungu, na kisha Mwenyezi Mungu anatoa ujira wake. Hazur anasema nimetoa matukio haya kadhaa, ये तो ना खत्म होने वाले lakini matukio haya ni chungu mzima. दास्तानों का ये वो लोग हैं Hawa ni watu ambao kwa kutoa ahadi ya michango wanatimiza ahadi zao. अब मैं Baada ya kueleza matukio haya, जनवरी के शुरू में nitaeleza mwaka mpya wa wakfu jadid. Kama ni kawaida nitatangaza mwaka 56 wa wakfu jadid, na pamoja na hii nitaeleza taarifa ya mwaka ya wakfu jadid uliopita. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, mwaka uliopita uliokuwa mwaka 55 wa wakfu jadid, 31 दिसंबर को jumuiya जमात ने 50 ilitoa $150,050 pound, साल के मुकाबले na $317,017 ni zaidi kuliko mwaka jana. Kama ni kawaida, Pakistan mwaka huu pia imeshika nafasi ya kwanza, kisha nje ya Pakistan nchi zingine tuseme ni nambari ya pili, au kama ni tuanze katika nchi za nje ya Pakistan. Kwa ajili yenu pia ni habari njema mwaka huu kwamba mwaka huu katika wakfu jadid Uingereza imeshika nafasi ya kwanza katika nchi za nje ya Pakistan. अमेरिका ना Marekani ni ya pili, Germany ni tatu, Canada 4, India 5, Australia 6, Indonesia 7, Belgium 8. बेल्जियम 8 Kuna jumuiya moja ya Middle East na Switzerland imeshika nafasi ya 10. Hazur anasema kwamba sawa na fedha nyongeza iliyopatikana katika makusanyo ni katika jumuiya tatu, hasa Australia 42.5%, katika India 31.5%, na katika Indonesia 25.19%, na vile vile France, Norway na Turkey pia imefanya kazi vizuri sana katika makusanyo. अदायगी के लिहाज से Makusanyo sawa na kwa kichwa, आते हैं Marekani imeshika nafasi ya kwanza, ingawa kwa jumla Marekani imeshika nafasi ya pili baada ya Pakistan. लेकिन Lakini sawa na hesabu ya mchango kwa kichwa, अगर देखा जाए तो नंबर Marekani imepata nafasi ya pili लेकिन kwa kichwa. के लिहाज से Katika Marekani हैं तकरीबन kwa kichwa wametoa 88 pound, 55 Switzerland zaidi ya 55 pound, na Uingereza takriban 40, na Belgium 39, na Canada 32 pound. Hazur anasema kwamba mwaka huu wanajumuiya walikumbushwa kwamba waongeze idadi ya watoaji wa mchango kwa fadhili za Mwenyezi Mungu. Nchi za Afrika imezingatia sana jambo hili, na mwaka huu jumla watoaji wa mchango wa fadhili walikuwa 10,13,112, na mwaka jana walikuwa 690,000. 323,023 wameongezeka mwaka huu, mashallah. Na hii ndiyo ni kitu haswa kwamba watoaji इजाफा किया जाए waongezeke ईमान और इकान में हर एक इजाफा ili imani yao imarike, kwa sababu kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu pia ni sehemu ya imani. Nafasi ya kuongeza watoaji wa mchango waliopata nchi za Afrika, ya kwanza ni Nigeria, ya pili ni Ghana, kisha Sierra Leone, kisha Benin, Niger, Burkina Faso na Ivory Coast. Na katika nchi ndogo ndogo Cameroon, Mali, Senegal, Togo na Guinea Conakry pia imeongeza idadi ya watoaji wa mchango. Kisha nje ya Afrika, katika nchi zingine Germany na Uingereza imeongeza idadi ya watoaji mchango, na mwaka huu wanajumuiya wa Kababir pia wameamka na wameongeza idadi ya watoaji. Katika Afrika sawa na makusanyo kwa jumla, nafasi waliopata jumuiya tano ya kwanza ni hii. Ya kwanza ni Ghana, नंबर 1 पे गाना है। अल्लाह ताला
mwenyezi mungu awajalie waweze kushika nafasi hii daima. Ya pili ni Nigeria, 3 Mauritius, 4 Burkina Faso na 5 ni Ivory Coast. Na jumuiya 5 za Pakistan, ya kwanza ni Lahore, ya pili ni Rabwa na ya 3 ni Karachi. Jumuiya ya Pakistan ilizopata nafasi katika makusanyo ya mchango wa watu wazima, ya kwanza ni Rawalpindi, Islamabad, Faisalabad, Shekhupura, Gujranwala, Umarkot, Gujarat, Narowal, Hyderabad na Sangar. Katika idara ya watoto, makusanyo waliopata nafasi ni hivi katika jumuiya ya Pakistan: Lahore nafasi ya kwanza na Karachi ya pili na Rabwa ni ya 3. na wilaya ilipata nafasi katika makusanyo ya watoto, ya kwanza Rawalpindi, Islamabad, Faisalabad, kisha Umarkot. Hazur anasema Umarkot ni wilaya maskini, lakini kwa fadhila za Mwenyezi Mungu wanatoa michango sana. Kisha Gujarat, kisha Hyderabad, Ukara, Bhavalpur na Dera Ghazi Khan. Sawa na makusanyo kwa jumla, jumuiya 10 za Uingereza ni hivi: Rains Park, Birmingham West ni ya pili, Worcester Park ni ya 3, New Malden, West Croydon, Birmingham Central, kisha ni Baitul Futuh, Gillingham, Earlsfield na Wimbledon. Sawa na makusanyo, mikoa 5 ya Uingereza ni hivi: ya kwanza ni Midlands, kisha South Region, London, Middlesex na North East. Sawa na makusanyo, jumuiya 5 za Marekani ni hivi: Los Angeles Inland Empire, Silicon Valley ni ya pili, Detroit, Seattle na Chicago West. Sawa na makusanyo, mikoa ya Germany ni hivi: ya kwanza ni Hamburg mashallah inapata maendeleo sana, Frankfurt nafasi ya pili, Grosgrau, Darmstadt, Wiesbaden, Mainfranken, Hessen West, Nordrhein, Hessen Mitte na Baden. Sawa na makusanyo, jumuiya 10 za Germany ni hivi: Dudenmark, Neuss, Hanover, Freiburg, Genshain, Heidelberg, Fulda, Franzhain, Weingarten and Moefitten. Na sawa na ofisi ya watoto Canada, jumuiya 5 za Canada ni hivi: Calgary, Peace Valley South, Edmonton, Durham na Surrey East. Sawa na makusanyo, mikoa ya India ni hivi: Kerala ni ya kwanza, Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Andhra Pradesh, West Bengal, Karnataka, Orissa na Kadian pia wamehesabu kama ni mkoa, yani ni mkoa wa Punjab, Uttar Pradesh, Maharashtra na Delhi. Sawa na makusanyo, jumuiya za India ni hivi: Kambitor, Calicut, Karolai, Kannur Town, Kadian, Hyderabad, Calcutta, Pengadi, Chennai, Bangalore na Rishinagar. Mwenyezi Mungu aiweke baraka sana katika mali na nafasi za hawa watuaji wote. Sinama alayhi salatu wassalam anasema watumishi wa Mwenyezi Mungu ambao wanatanguliza dini juu ya dunia, Mwenyezi Mungu anawapenda sana. Mwenyewe anasema wallahu raufun bil ibad. Hawa ni watu ambao wanatoa maisha yao katika njia ya Mwenyezi Mungu, kutoa nafsi katika njia ya Mwenyezi Mungu na kutoa mali katika njia ya Mwenyezi Mungu. Wanaona ni bahati yao nzuri, na wale watu ambao wanaona mali ya dunia na dunia hii ni lengo lao, wao wanaona dini hii kama wamelala. Lakini si kazi ya Muislamu mkweli. Muislamu mkweli ni yule ambaye katika njia ya Mwenyezi Mungu anatoa nguvu yake yote katika njia ya Mwenyezi Mungu ili apate maisha mwema. Mwenyezi Mungu atujalie sisi katika njia yake, katika kila kujitolea tuendelee kupata maendeleo. Pamoja na hii, nataka kukumbusha kuhusu dua moja. Katika Libya hali si nzuri kwa ajili ya wanajumuiya. Kule hakuna serikali, katika kila eneo inaonekana kwamba ni mamula ambao wanatawala, na wanajumuiya kadhaa wamekamatwa na wanapigwa na wanateswa. Kwa sababu ya mashehe, polisi iliwakamata na wamefungwa gerezani.
na wanajumuia wanapata usumbufu sana kule siku hizi, hususan wale ambao si wenyeji wa Libya. Mwenyezi Mungu afanye mpango wa kuachwa kwao na ya uhuru wao. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.